Zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ninapokuletea tafakari ya Dominika ya kwanza ya Kwaresma ya mwaka A wa kanisa. Na ujumbe ambao nataka kuuleta kwako kutoka kwenye masomo yetu siku hii ya leo una kichwa kinachosema unasikiliza sauti gani? Unasikiliza sauti gani? Ndugu zangu, kuna jambo ambalo mimi binafsi limekuwa linanifikirisha sana. Unajua, watu wengi sana wanaoanguka vibaya kwenye maisha, sio kwamba walikuwa ni watu wabaya mwanzoni, hapana. Walikuwa ni watu wazuri kabisa. Inawezekana hata walikuwa ni watu wa sala sana. Inawezekana hata walikuwa ni watu wa maadili sana. Inawezekana hata walikuwa ni watu waliokuwa na ndoto zao za kufika mbali sana kimaisha. Inawezekana ni watu ambao walikuwa na heshima zao sana. Lakini ghafla unasikia kiongozi huyu mashuhuri ameanguka kimaadili. Unasikia huyu baba aliyekuwa anatunza na kuheshimu ndoa yake ameanguka, amepata shida. Unasikia huyu mama aliyekuwa mfano mwenye sifa njema. Unasikia mambo mengine ya ajabu yanatajwa. Unasikia huyu kiongozi wa kiroho tuliyekuwa tunamtegemea, unasikia amepata shida. Unasikia wakati mwingine labda ndoa ambayo ilikuwa ni ya mfano, ndoa iliyokuwa inategemewa, unasikia ghafla imevunjika. Inawezekana kuna kijana ambaye alikuwa na ndoto zake, ni kijana wa mfano, ana mipango, ana matumaini makubwa, ni kijana wa matumaini, unamuona kimaadili, yuko upright, lakini unasikia ghafla ameshaharibu maisha yake. Ndugu zangu, mambo haya mimi binafsi yamekuwa yananitesa sana. Yamekuwa yananifanya nijiulize maswali mengi. Unaweza kusikia watoto wanasema, sikudhani kama angefanya hivyo. Sikudhani kama angefikia hatua hiyo. Sikudhani kama angejikuta kwenye hali hiyo. Ndugu zangu, swali ambalo linakuja ndani yetu, swali ambalo linakuja ndani yangu ni kwamba hivi hii dhambi inaanza wakati gani hasa? Au walianguka lini? Walianguka muda gani? Je, walianguka siku walipofanya dhambi, au walianguka siku walipoacha kusikiliza sauti ya Mungu na kusikiliza sauti isiyo sahihi? Je, huku kuanguka ni tukio la ghafla tu linalotokea, au ni mchakato wa ndani usioonekana? Ndugu zangu wapendwa, kuanguka huwa hakuanzi hadharani. Huwa kunaanza moyoni. Huwa kunaanza kwenye mawazo. Unajua, hakuanzii na mazungumzo ya nje. Huanza na mazungumzo ya ndani ambayo hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwa anayafahamu. Ndiko kuna kwanza. Na hapo ndipo ndugu zangu vita halisi huanza. Unajua, sasa leo kwenye masomo yetu, somo la kwanza na somo la Injili, tunakutana na watu wawili. Mmoja ni Adamu alianguka bustanini, na mwingine ni Yesu aliyeshinda jangwani. Na swali letu la leo si swali linalowahusu wao, lakini ni swali ambalo linanihusu mimi, kwamba je, ninapojikuta kwenye jangwa la maisha yangu, ninapojikuta jangwani, je, ninashinda au ninaanguka? Ninapojikuta kwenye hali kama ya jangwa, niko jangwani, je, matokeo yake ni nini? Ninashinda au ninaanguka? Sasa yako mambo mawili nataka kuyazungumza siku ya leo, mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, jifunze kutambua sauti unayosikiliza. Ngoja nirudie. Jifunze kutambua sauti unayosikiliza. Lazima tujifunze kutambua. Unajua, somo la kwanza leo linatoka kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 9, na ile sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 7. Hapa tunasikia habari ya kuanguka kwa mwanadamu. Tunasikia habari ya anguko la mwanadamu.
Biblia inasema kabisa kwamba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, akampulizia puani pumzi ya uhai. Tunasikia jinsi ambavyo Mungu alimpa mwanadamu hadhi, right? Mwanadamu pekee, ukiangalia jinsi Mungu alivyoumba kuanzia ile siku ya kwanza, unaona ni kama Mungu alikuwa anatamka kiwe hiki kinakuwepo, kiwe hiki kinakuwepo, kiwe hiki kinakuwepo. Lakini alipofika kwa mwanadamu ile siku ya sita, alipofika kwa mwanadamu, Mungu alimuumba mtu tofauti na vitu vingine. Alimuumba mtu, hakutamka tu akatokea, hapana. Alimuumba mtu, alifanyiza udongo, akachukua muda, akatengeneza, akamuumba mtu. Kwa hiyo mtu hajatokea by accident, ameumbwa kwa kusudi maalum. Na tena Mungu amemuumba mtu kwa sura na mfano wake, akampa pumzi ya uhai. Kwa pumzi tunayopewa ni pumzi ya Mungu mwenyewe. Baada ya Mungu kumuumba mtu, akamweka bustanini. Bustanini maana yake mahali pazuri, penye neema, penye kila kitu. Hapo ndipo Mungu alipomweka. Hakuna njaa, hakuna vita, hakuna aibu. Hapo ndipo Mungu alipomweka. Hakuna hofu. Hapo ndipo Mungu alipomweka. Lakini katikati ya bustani Mungu aliweka mti mmoja. Kulikuwa na miti mingi ya matunda, lakini katikati ya ile bustani Mungu akaweka mti mmoja ambao Mungu hakutaka matunda yake yaliwe, na alimzuia mwanadamu, akamwambia, Bwana, unaweza kula matunda mengine, lakini tunda la mti huu usile. Na hapa ndipo tunapata ile siri ya uhuru inaingia, uhuru wa mwanadamu. Kwa hiyo tunaona picha ya mwanadamu wa kwanza kwamba Mungu alimuumba Adam kwa upendo mkubwa, akampulizia pumzi ya uhai, akamweka bustanini, akampa na uhuru, akampa kila kitu isipokuwa mti mmoja tu. Mti mmoja tu. Hasa swali linalokuja ni hili: dhambi iliingia lini? Dhambi iliingia lini? Unajua ndugu zangu, dhambi haikuanza kwa kula tunda. Lakini dhambi ilianza kwa kusikiliza sauti isiyo ya Mungu. Hapo ndipo dhambi ilipoanza, kwa kusikiliza sauti isiyo ya Mungu. Ndugu zangu, Mungu alimpa mwanadamu kila kitu isipokuwa akamwekea mipaka. Akamwekea mipaka. Kwa nini? Kwa sababu bila kumwekea mipaka hakuna upendo wa kweli. Bila uhuru hakuna utii wa kweli. Lakini tunaona nyoka anaingia. Tambua ndugu zangu, nyoka alipokuja kuanza kuongea na yule mwanamke, kuongea na Eva, hakumpa Eva amri, wala nyoka hakutoa amri, wala nyoka hakuwalazimisha. Alianza kwa swali. Alikuwa ni mwerevu kweli. Alianza kwa swali, akasema hivi, je, ni kweli Mungu amesema hivi na hivi na hivi? Je, ni kweli Mungu amesema? Unajua, daima dhambi huanza kwa kupotosha neno la Mungu. Dhambi inaanza kwa kupotosha neno la Mungu, kwa kupotosha kile kitu alichokisema Mungu. Dhambi inaanza namna hiyo. Kwa hiyo shetani anawauliza. Unajua, nyoka huyu kama anavyosema alikuwa mwerevu sana. Hakuwaamrisha, hakuwalazimisha, hakutumia nguvu. Alichokifanya shetani, aliweka mashaka ndani yao. Alitikisa imani yao. Na mashaka, tunaporuhusu mashaka, imani zetu zinapotikiswa, tunapopata mashaka yanatuletea tafsiri ambayo Mungu hakuisema. Na hiyo tafsiri ambayo Mungu hakuisema huwa inazaa tamaa, na tamaa huwa inazaa tendo, na tendo linazaa aibu. Ndio maana Biblia inasema mwanamke akaona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho na wakutamanika. Angalia huo mchakato. Kuna kuona,
kupendeza, kutamani, kuchukua, kula na kuanguka. Ngoja nirudie. Kuna kuona, kuna kupendeza. Akaona unapendeza, akatamani, akachukua, akala, akaanguka. Kwa hiyo ninachotaka uone ni hiki, kwamba dhambi huwa haiji ghafla. Okay? Kuna mchakato. Dhambi huwa haiji ghafla, huwa inaiva pole pole ndani yetu, inaiva pole pole ndani ya fikra zetu. Unajua, ni kama vile ndizi. Kama unavundika ndizi huwa haiivi siku moja, inaiva pole pole, inaiva pole pole. Na baada ya kula, maandiko yanatuambia walipokula lile tunda, macho yao yakafumbuliwa. Unajua, macho yao kufumbuliwa sio kwamba yalifumbuliwa ili waone utukufu wa Mungu, hapana. Yalifumbuliwa wakaona aibu, wakakimbia, wakaenda kujificha. Na hiyo ndio tabia ya dhambi, ndugu zangu. Dhambi inakuahidi uhuru, lakini inakuachia aibu. Dhambi inakufanya ujifiche. Dhambi inakufanya uvunje heshima yako. Dhambi inakufanya ile imani watu waliokuwa nayo juu yako iondoke. Dhambi inavunja uhusiano wetu na Mungu. Sasa ni muhimu tukajiuliza maswali haya mawili muhimu sana. Ni muhimu tukajiuliza. Swali la kwanza, hebu jiulize ndugu zangu. Hebu jiulize kwamba je, kuna mti gani ninao ukaribia mara kwa mara ambao Mungu ameukataza? Ngoja nirudie. Kuna mti gani? Kumbuka hawa watu Mungu aliwaambia mnaweza kula matunda ya miti yote, lakini sio mti huu. Sasa nataka nikuulize na wewe, jiulize na mimi ninajiuliza. Kuna mti gani ambao ninaukaribia ambao kwa kweli Mungu ameukataza? Ndugu zangu, kila mmoja wetu ana mti wake, ana mti wake. Huenda mti wako usio wa matunda kama ule kule, lakini huenda ikawa ni tabia. Inawezekana ikawa ni simu yako. Usiku wa manane unaamka ukijua kabisa mambo unayoyatazama hayafai, hayampendezi Mungu. Ni mti wako. Inawezekana mti wako ni uhusiano wako, ni uhusiano ambao moyo wako unajua kabisa sio sahihi, lakini unaendelea kurudia. Inawezekana labda mti wako ni chuki ulioibeba kwa miaka mingi sana. Mungu anasema samehe. Mungu anasema samehe. Kwaresma hii samehe. Lakini wewe unasema bado. Inawezekana mti wako, ndugu zangu, ni pesa isiyo halali unayoipokea na ukijua kabisa hii pesa sio halali, sio ya haki, lakini bado unaamua kuchukua. Inawezekana ndugu zangu, mti wako ni pombe au uraibu wa aina fulani ambao unakupeleka pole pole mbali na utu wako, unakupeleka pole pole mbali na heshima yako, unakupeleka pole pole mbali na Mungu. Sasa Mungu alimuumba Adamu. Alipomuumba Adamu akamwambia na Eva, akamwambia usile matunda ya mti huu. Kumbuka, Mungu alipomwambia usile matunda ya mti huu, Mungu hakuweka uzio, wala Mungu hakutengeneza fence akaulinda ule mti. Hapana, Mungu aliweka neno. Na mara nyingi ndugu zangu, Mungu anatuambia pia, anatumia neno ndani yetu. Mungu anapozungumza na sisi anatumia neno, anatupa neno ndani yetu. Anatupa neno, anakuambia usidanganye. Anakupa neno usivunje ndoa yako. Anakupa neno usidhulumu. Anakupa neno usimchukie mwenzako. Anakupa neno usifanye mwili wako kuwa chombo cha tamaa. Anakupa neno. Mungu anakupa neno, anatoa neno. Lakini ndugu zangu, sisi tunafanya nini tunapopewa hilo neno? Sisi tunafanya nini? Mara nyingi badala ya kukimbia ule mti, tunaukaribia ule mti. Badala ya kukimbia ule mti, mara nyingi hatuli mara moja. Tunakula hayo matunda sio mara moja,
tunauangalia, wakati mwingine tunauchezea, wakati mwingine tunauzungumzia huko na huko, wakati mwingine tunajisemea moyoni mwetu, sio vibaya bwana, sio vibaya bwana. Na hapo ndipo kuanguka kunapoanza. Ndugu zangu wapendwa, kuanguka huwa hakuanzi kwa tendo, kunaanza kwa ukaribu usiofaa. Kwa hiyo leo tujiulize, ni eneo gani la maisha yetu, ni eneo gani la maisha yangu ambalo ninajua kabisa Mungu ameniambia hapana, lakini ninaendelea kulisogelea kila siku. Najua kabisa Mungu ameniambia hapana, lakini naendelea kulisogelea. Ni eneo gani? Na swali la pili ninalotaka tujiulize ni hili, ambalo ni la hatari zaidi. Ni la hatari zaidi kwamba je, kuna sauti ninayoisikiliza kuliko sauti ya Mungu? Je, kuna sauti gani ninayoisikiliza kuliko sauti ya Mungu? Ndugu zangu wapendwa, sauti ya Mungu mara nyingi ni sauti tulivu sana, ni sauti yenye amani, ni sauti yenye utulivu. Inakuja katika sala, inakuja katika dhamiri zetu, inakuja katika neno lake, inakuja katika mafundisho ya kanisa. Lakini kuna sauti nyingine nyingi pia. Zipo sauti nyingine nyingi pia. Kuna sauti ya ulimwengu kwa mfano inayokuambia bwana, kila mtu anafanya hivyo, kila mtu anafanya hivyo, usiogope, kila mtu anafanya hivyo, inakuambia hivyo. Kuna sauti ya mitandao inayokuambia maisha ni starehe tu. Kuna sauti ya marafiki inayokuambia kwamba bwana, mambo ya kiroho haya yamepitwa na wakati. Kuna sauti ya tamaa inayokuambia kwamba unastahili kuenjoy unavyoweza, this is your time. Sasa ndugu zangu, tunaposikiliza sauti hizo, pole pole sauti ya Mungu inaanza kupotea. Tunaposikiliza sauti hizo, sauti ya Mungu inaanza kupotea ndani yetu. Na ndio maana Adamu na Eva walianguka. Unajua, Adamu na Eva hawakuacha kuwa waaminifu kumwamini Mungu ghafla. Hawakuacha kumwamini Mungu kwa ghafla tu. Hapana, hawakuanza ghafla. Walianza kwa kusikiliza sauti nyingine kwa muda mrefu. Kadri walivyokuwa wanasikiliza ile sauti, kadri walivyokuwa wanaongea na nyoka, ndivyo ambavyo sauti ya Mungu ilikuwa inapotea taratibu. Ndugu zangu, leo hii tunaishi kwenye dunia ambayo ina kelele nyingi sana. Kelele nyingi sana. Ina kelele za notification, kuna options, kuna trends, kuna pressure za kijamii, kuna sauti nyingi. Lakini mara nyingi ndugu zangu, ni mara ngapi, tujiulize, ni mara ngapi tumekaa kimya? Ni mara ngapi tumekaa kimya ili kuweza kusikia sauti hii ya Mungu? Hebu tujiulize, ni mara ngapi tumekaa kimya tukaanza kusikia sauti ya Mungu? Alafu hebu jiulize tena, ni nani anayeongoza maamuzi yangu? Hebu jiulize, ni nani anayeongoza maamuzi yako? Hebu jiulize, ni sauti gani inayotawala mawazo yako? Hebu jiulize, ukifanya maamuzi unajiuliza kwanza kwamba Mungu atasemaje, au unajiuliza watu watasemaje? Unapofanya maamuzi unajiuliza swali gani? Ni kweli unajiuliza Mungu atasemaje, au una hofu zaidi ya watu? Unasema watu watasemaje? Kwa sababu ukweli ndugu zangu ni huu, ukisikiliza sauti ya nyoka kwa muda mrefu, utaanza kuiona dhambi ni kama ni kitu cha kawaida sana. Ukisikiliza sauti ya nyoka, utaanza kuiona dhambi ni kama haki. Lakini ukisikiliza sauti ya Mungu kwa uaminifu, utaanza kuiona hata ile tamaa kama ni ndogo kiasi gani, utaiona ni hatari. Hata kama hayo masengenyo unayaona ni madogo kiasi gani, utaona ni hatari ukisikiliza sauti ya Mungu. Kwa hiyo chaguo ndugu zangu ni la kwako. Unataka kusikiliza sauti gani? Sasa Kwaresma ndugu zangu ni kipindi cha kupunguza sauti za nje na kusikiliza sauti ya ndani. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kupunguza sauti za nje ili tuweze kusikiliza sauti ya ndani. Kwaresma ni wakati wa kujiuliza ndugu zangu kwamba je, bado niko bustanini na Mungu au tayari nimeanza kujificha?
Kwaresma ni kipindi cha kujiuliza, hivi bado niko bustanini pamoja na Mungu au ndo nimeshaanza kujificha? Ndugu zangu wapendwa, jambo la pili ambalo tunaitwa kulitafakari leo, tunaitwa kupita jangwani. Kupita jangwani na sio kukwepa jangwani. Tunaitwa kupita kwenye jangwa na sio kukwepa jangwa. Katika somo la Injili ndugu zangu leo, kutoka kwenye Injili ya Mathayo ile sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 11, Yesu anaongozwa kwenda jangwani, na maandiko yanatuambia Yesu akaongozwa na Roho kwenda jangwani ili ajaribiwe. Ninataka tuone sentensi hii. Yesu hakupotea jangwani, alipelekwa. Hakujipeleka, alipelekwa. Haikuwa by accident Yesu kujikuta jangwani. Hakujikuta jangwani by accident. Ilikuwa ni sehemu muhimu ya mpango wa Mungu. Pale ambapo Adamu alishindwa, Yesu anakwenda kukabiliana. Na daima ndugu zangu, kumbuka jambo hili muhimu sana. Kumbuka jambo hili muhimu sana. Adamu alianguka bustanini, mahali pa neema, mahali pa baraka. Hapo ndipo Adamu alipoanguka. Lakini Yesu anapata ushindi mkubwa jangwani, mahali pa ukame. Sasa hii inamaanisha nini kwenye maisha yetu? Kwamba mazingira sio kisingizio hata siku moja. Ushindi ndugu zangu hauamuliwi kwa hali ya nje, lakini ushindi unaamuliwa kwa hali ya ndani. Ni wewe unafanya maamuzi, unafanya maamuzi. Sasa shetani alimjaribu Yesu kwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni mkate, chakula, tamaa ya mwili. Ningeweza kusema tamaa ya mwili. Alafu jambo la pili anamwambia kujidhibitisha, kwamba ni majivuno, kwamba thibitisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Anamjaribu kwa majivuno, thibitisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Alafu eneo la tatu ni la utawala, kwamba tamaa ya nguvu, kwamba nitakupa kila kitu ukinisujudia, nitakupa. Ukinisujudia ninakupa kila kitu. Tamaa ya kupata utawala, ya kupata nguvu. Na haya majaribu ndugu zangu ni yale yale ya Eden, kwenye bustani ya Eden. Kwa sababu kule kwenye bustani ya Eden, shetani alimwambia Eva, huu mti ni mzuri kwa chakula. Tamaa ya mwili. Waliona ule mti ni mzuri kwa chakula, tamaa. Alafu wakaona unapendeza kwa macho, majivuno, wakataka kuutafuta. Alafu wakaona kwamba unatamanika kwa hekima, kwamba mkila tu mtapata hekima, mtakuwa kama Mungu. Wakataka kuwa kama Mungu. Na ndugu zangu, kuna kitu nataka tuone hapa, ambapo Yesu hakujadiliana na shetani. Wakati Yesu yuko anapambana na shetani kule kwenye yale maswali, Yesu hakujadiliana na shetani hata mara moja. Yesu alikuwa anajibu tu, imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Kumbuka, Yesu hakutumia miujiza kupambana na shetani. Angeweza kufanya muujiza, angemmalizia pale pale, lakini hakutumia miujiza kupambana na shetani. Yesu alitumia neno, alitumia neno. Na hata tunaona kabisa ndugu zangu, shetani alijitahidi sana kunukuu maandiko, lakini Yesu alijibu kwa maandiko sahihi, kwa maandiko sahihi. Sasa hili ni fundisho kubwa sana ndugu zangu, kwamba Mkristo asiyejua neno, na shetani anatumia mbinu hiyo ndugu zangu, alikuwa ana twist lile neno, na Yesu akawa anamjibu kwa neno sahihi. Sasa Mkristo asiyejua neno la Mungu atachanganywa tu. Mkristo asiyejua neno la Mungu atapotoshwa tu. Mkristo asiyejua neno la Mungu atayumbishwa tu. Na ndicho kitu tunachokiona leo ndugu zangu. Wakristo wengi wamekuwa wakiyumbishwa. Leo anasali huku, kesho anakwenda kule, kesho anaambiwa kuna maji ya upako, kuna mafuta ya nini, kuna chumvi ya nini, ni kuyumbishwa. Kwa nini? Kwa sababu neno hakuna. Sasa Mkristo wa namna hiyo ataanguka kirahisi sana.
Sasa ndugu zangu, Kwaresma, hebu naomba tuchukue Kwaresma isiwe sio tu kuacha kula nyama, kula neno la Mungu, kula neno la Mungu. Hebu jiulize, hivi nina njaa ya Mungu kama nilivyo na njaa ya chakula? Nina njaa ya neno la Mungu kama nilivyo na njaa ya chakula? Kwa hiyo ndugu zangu, tunaitwa leo kukubali jangwa la maisha yetu. Tunaitwa kukubali. Ndugu zangu, hakuna mtu anayependa kwenda jangwani. Hakuna anayependa kwenda jangwani. Lakini jangwani, ndugu zangu, ndipo unapojitambua. Jangwani ndipo unapojifunza kumtegemea Mungu. Jangwani ndipo ambapo sauti za nje zinapungua. Sasa kumbuka, Yesu hakukimbia jangwani, hakukimbia jangwa. Yesu aliingia jangwani. Kuna watu leo ndugu zangu wanapopitia jangwani wanakimbia jangwani. Kuna watu leo wanakimbia jangwani, hawataki kupita kwenye jangwa. Wanataka maisha ambayo hayana jangwa hata siku moja, ambayo haiwezekani. Kuna watu leo wanapitia jangwa la magonjwa. Kuna watu wanapitia jangwa la upweke. Kuna watu wanapitia jangwa la migogoro ya kwenye ndoa leo hii. Kuna watu wanapitia majangwa au jangwa la mashaka. Lakini injili ya leo ndugu zangu inasema jangwa sio mwisho. Jangwa sio mwisho, ni mwanzo wa ushindi. Jangwa sio mwisho ndugu zangu, ni mwanzo wa ushindi, kwa sababu baada ya jaribu, maandiko yanatuambia malaika walikuja wakamtumikia. Baada ya Yesu kushinda majaribu, baada ya Yesu kutokukwepa jangwa, malaika waliandaliwa wakaja kumtumikia. Ndugu zangu wapendwa, tumwombe Mungu atujalie neema. Kipindi hiki cha Kwaresma kiwe ni kipindi cha baraka, kiwe ni kipindi cha neema katika maisha yetu. Tukumbuke kusikiliza sauti sahihi. Na sauti sahihi ndugu zangu ni sauti ya Mungu, ni sauti ya ukweli, ni sauti ya haki, ni sauti ya amani. Hiyo ndiyo sauti ya Mungu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Tumsifu Yesu Kristo.